Swala la Njugush kuachana na mke wake ni kitu ambacho kimetrend sana kwenye tasnia ya burudani hapa 254, lakini pia ni kitu ambacho kimezua mjadala mrefu sana na kusikitisha pia mashabiki wa pande zote mbili, kwa maana ya mashabiki wa Ndinda pamoja na mashabiki wa Njugush kwa nafasi yao, au sio bana? Lakini pia kuna baadhi ya mastaa ambao wamejitokeza na kutoa maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika, na mmoja wapo ni mshikaji ambaye yupo kwenye kundi la wakardinali, namzungumzia Scam Kardinali, ambaye na mwenyewe pia alitoa maoni yake bana, na hapa kama alikuwa anampa ushauri Njugush kutokana na hiki ambacho kimemtokea, na akawa anampa ushauri kwamba kama ikitokea kwamba anataka sasa kuingia kwenye masuala ya mahusiano tena, basi aangalie na zingatie kabisa umri, na umri ambao Scam Kardinali amempa bana ni umri baina ya miaka 19 mpaka miaka 23. Kuna hizo story ambayo Scam Kardinali alikuwa ameiweka kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambao alikuwa amesema kwamba Dia Njugush, tafadhali chezea 19 mwisho 23. Yes, yani akawa anamaanisha kwamba kama endapo unataka mtu wa kuingia naye kwenye mahusiano, hakikisha kwamba ni msichana ambaye yupo kati ya umri wa miaka 19 mpaka miaka 23. Lakini hiyo haijaishia hapo bana. Kuna baadhi ya mastaa na marafiki wa karibu wa Njugush ambao pia na wenyewe wameonekana kusikitishwa sana na hili swala la hii breakup ambayo imetokea, na miongoni mwao ni pamoja na Nina Mpendo, au ni sister do ambaye yupo kwenye kundi la wapendwa wa muziki yeye pamoja na mume wake. Sasa hapa alikuwa anasema kwamba may God restore bana, na kuweka kama vimoji fulani hivi vya kushukuru. Lakini pia Oga Obinna ni miongoni mwa watu ambao pia na mwenyewe alidondosha comment ya kwake na kusema kwamba no, yani na kuweka vimoji fulani hivi vya kulia. Lakini pia Milichebi ambaye ni mkewe Terence Creative, na mwenyewe pia aliweka emoji zake za kusikitika na kuweka no, au sio bana, yani kuonyesha kabisa kwamba hajaamini na hajapenda kabisa hiki ambacho kimetokea. Lakini Millie wa Jesus na mwenyewe pia aliandika comment yake na kusema kwamba sad to hear every marriage has its own story, some end some endure, but the idea of marriage itself is still worth believing in, na kuweka #marriage works. Huyu kwa upande wake bana ametoa mtazamo wake, lakini amemaliza na msisitizo pale chini kusema kwamba swala la mahusiano na swala la ndoa ni kitu ambacho bado kinawezekana, yani kwa upande wake, sababu yeye bado yupo kwenye ndoa by the way. Sasa yeye anaamini kabisa kwamba marriage works bwana. Lakini Terence Creative na mwenyewe pia amesikitika tu, ameandika neno sad, yani kuonyesha kabisa kwamba na mwenyewe amesikitika. Lakini Baba Talisha miongoni mwa TikTokers wenye followers wengi sana hapa 254, amesema kwamba ama ndoa ni devil worship bwana. Haya ni baadhi ya maoni na baadhi ya comments ambazo nimefanikiwa kukutana nazo kutoka kwa baadhi ya mastaa ambao na wenyewe wametoa mtazamo wao kuhusiana na hili ambalo limejitokeza baina ya Njugush pamoja na mke wake Celestine. Sasa pamoja na hayo bana, mashabiki pia wametiririka sana, na unakumbuka fresh hapo nyuma, hizi ni rumors ambazo tulianza kukutana nazo, ni baadhi ya fununi ambazo zilianza kutrend toka mwaka uliopita mzee mpaka mwaka huu hapa. Lakini kwa mujibu wa Njugush na mwenyewe pia aliweza kudhibitisha kwamba ni kitu ambacho kimetokea, lakini hakijatokea mwaka huu bana, kimetokea toka mwaka uliopita. Sababu ni ujumbe ambao alikuwa ameweka kupitia mitandao yake, na alikuwa ameandika hivi, just in case you missed, nataka nikusomea. Aliandika kwamba last year we made the decision to part ways after much thought and with mutual respect. We have been cooperating and our children remain our top priority. We continue to support one another and kindly ask for privacy and understanding as we navigate this next chapter, na kuweka hapa chini Njugush. Sasa hii ilikuwa ndio message ambayo iliweza kuadhibitishia na kuweza kupigilia kabisa usisitizo kwenye baadhi ya fununu ambazo nilikuwa nakutana nazo kuhusiana na kutengana kwao. Sasa hii ilikuwa ni kama udhibitisho tu kutoka kwa Njugush, na baada ya Njugush kuweza kutamka hilo bana, hatuja kutana na ujumbe wote kutoka kwa Celestine. Kwa upande wake hajazungumza chochote kuhusiana na kuvunjika kwa ndoa yao. Ni Njugush tu ambaye ametokea kusema haya, lakini mitandao bana imelipuka bana. Comments zimekuwa ni nyingi, watu walikuwa wamesema mambo mengi, lakini mpaka kufikia muda huu hapa that's what's happening bana, na mambo bado yanazidi kutrend kwenye tasnia ya ama kwenye kiwanda cha burudani hapa 254. Naamini kwamba na wewe pia utakuwa na maoni yako binafsi kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika. Tafadhali uwanja wa comment upo wazi kwa ajili yako. Stick around, hii ni Habari Express.